Oya, unanisikia? Inakuaje mkali? Kama kaa PST, si ndio? hapa PST hapa IBO. Bwana inakuaje? Kama kaa. Safi, naona uko Bennett sana bwana. Unataka kuambukiza Umarekani nini kwa mwanao hapa mkali? Nataka nimwambukize uchampioni maana anakuja. Hatari. Kwa sababu tushamkalisha mtu, kwa nataka nimpe mikoba. Kuna watu walimkimbia mkali, narudi kwa mkali. Kuna watu walimkimbia mkali bwana. Wakasema kwamba sijui nini, sijui hela itoshi, mara nini, mara kibao. Mkali ile story haijaisha vizuri kwa sababu mpaka leo hatujai kuona wewe na Habib Pengo mkizichapa. Yaani mzichape tuone. Story kwanza imekaje? Story mimi bwana, unajua mimi nikipigana ngumi sipigane mimi na walimu wangu kichwani ndo wanapiganaga. Nikipanda golingoni napandishaga mashetani, kitu ambacho watu wengi hawajui. Wewe unasemaje? Napandishaga mashetani. Kwa hiyo kuna siku hivi nimekaa mashetani yangu akaniambia tunamtaka Habib Pengo pigane naye. Kwa hiyo nikamwambia bosi wangu nataka Habib Pengo. Nikamtaka kule Habib Pengo akakimbia. Kwa hiyo nimejifunza sasa hivi mashetani yangu ananiambia Habib Pengo kashaisha, nataka mfaume. Kwa hiyo ana haja sasa hivi Habib Pengo akae tu pembeni. No. Ana haja kwa sababu ni bondia mkubwa. Watu wengi wanamsifia kwa sifa yake, ni bondia mgumu, bondia mbishi, bondia maji kudongoroka. Sio, nataka tu hiyo nimpige, nimdondoshe, nimlegeze ule ugumu ambao unazungumzia usiwepo. Alafu ni move on. Ufungue loki. Nifungue loki, nitoe password kama dogo patent. Hivyo. Sawa, nataka nirudi kwa bingwa kidogo. Bwana, mimi nataka unipe utofauti ulipokuwepo Marekani na kuweza kushinda huko na Bongo hapa. Utofauti wake ni nini hasa kwenye maandalizi ya mapambano yao kiujumla? Tunipe tu kidogo. Wao kwanza wanajiandaa sana. Wanajiandaa afu wanajua pia kutengeneza eventi zao zinakuwa eventi kubwa. Kwa hiyo hata wewe unapojua kabisa naenda kupigana sehemu kama ile, lazima ujipange vya kutosha, ujue kabisa unarudi na ushindi ili ujenge heshima pia unaporudi nyumbani. Sawa, bwana mkali, mko weight moja hapo na sasa miongoni weight huyu anacheza weight tatu, anacheza light heavy, anacheza pia super middle, anacheza na middle. Oya, mko sawa? Tuko sawa. Mimi nacheza welterweight na super welterweight 66 69. Sasa mkali, mbona unachagua marafiki ambao huwezi kupigana nao? Sasa kwani nipige weight tofauti? Nipige nao tataniwa. Ndio maana ukaona mimi mjinga. Kwani namtaka Habib Pengo, unajua dhaifu. Yeye kwa Habib Pengo anachodai kwamba kulikuwa kuna hela ilitoka lakini haikumaliziwa, ndio maana pambano lilikuwa hivyo. Lakini vipi, mko tayari kama ikitokea mkaweka hayo mazungumzo ya kibiashara vizuri kupigana? Wewe mwenyewe uko tayari? Yeye amezungumza yuko tayari. Je, wewe pia uko tayari? Nataka tusikie neno lako. Mimi nakuthibitishia hiki. Mimi kijana na nguvu, sijafikisha hata miaka 25 bado, damu inachemka. Nimeingia kwenye ngumi, kwanza napenda, ala pili sina uoga wa kupigana. Habib Pengo namtaka. Promoter akitokea asinipe hela nyingi mimi. Hata kama Habib Pengo akipewa milioni 200, mimi nipe milioni 10 tu. Namtaka Habib Pengo. Na raundi sio nyingi, nitachoka. Maki mapenzi mengi. Raundi ziwe 6 au 8 basi. Namtaka Habib Pengo serious kabisa. Afu utakuja kuniambia kwamba wewe mkali ni nani? Mimi niko very serious katika ngumi. Ana sura mbaya mpaka ngumi yake mbaya. Mimi mwenyewe na rafiki yangu anaitwa Mlapa na sura mbaya, Habib Pengo aingie. Lakini naishi naye daily na ala naye. Nimekuambia Habib Pengo sura laini. Au sura hii unayoraje? Acha na Habib Pengo lakini mwanangu. Bwana kweli anazingua. Mwenyewe si unaniona tu. Handsome ni vile sina matunzo. So mimi Habib Pengo akija hata kesho, mapromoter wapo wakina Fehiloz, wakina Mafia kama hivi, wakina Semunyu. Mapromoter mimi siwajui wengi, najua kadhaa, wakiweka mziki kwa sababu ngumi is business. Mimi sitafuti maarufu kwenye ngumi. Mimi nishakuwa maarufu, napata riziki yangu 1000 2000. Kwenye ngumi ngoja utafuta hela nzuri, hela nyingi. Kwa sababu ngumi ni fursa, ngumi ni mchezo hatari. Mchezo wote hatari inabidi hela yake nyingi, hela ya hatari. Sio mimi nipigane ngumi tu kwa 300,000, nipigane ngumi sijui kwa milioni 1 milioni 2. Mimi sipigani. Ndio wanapigana na Troya. Wanapiga tu mechi kadhaa na mkandangu kwa pesa ya maumivu. Pesa ya maumivu mkali wewe umetoka kwenye hela laini kidogo, unachekesha watu na fly hapo. Laini. Na bado nazipata. Yaani ile laini nazipata. Kwa hiyo mimi nitoka katika laini milioni 2, milioni 3, milioni 4 eti nije huku. Eti katika ugumu huo. Eti hela zile haiwezekani. Sawa, uliwahi kumshawishi mwanao kidogo Amora hapa, labda bwana mchona huku bwana, unajua si washikaji mmekaa sana, wewe ukimove na yeye anaweza kamove pia. Wewe sisi au muone huko? Anamuona, lakini kwa Amora hapa
inawezekana akajikuta anashinda KO mapambano yake yote, kwa sababu akipanda ulingoni tu bondia akatishika na sura ile. Kwa hiyo nitaona anaweza kusababisha ajali na vifo kwa mabondia wengi. Sitaki aingie kabisa, sitaki aingie Morapa. Bwana, neno lako moja kwa mashabiki, maana mimi nimekuona kwenye mitandao ukiandika kwamba umekamia sana 26, ni lazima yani kama vile unataka si kufanyaje mwenyewe. Mtu elezee kwanza kwa mashabiki zako, unawaahidi nini 26 hii hapa? Mimi kwa mashabiki zangu siwaahidi chochote, lakini inshallah, na mimi mara nyingi kila mwaka unapoingia nampa mamlaka Mwenyezi Mungu wa director maisha yangu na malaika yake. Kwa hiyo atakavyo direct nitakavyokuwa ndivyo hivyo, kwa sababu wakati unapanga mipango yako positive, huenda Mwenyezi Mungu naye akanapanga mipango yake positive au negative pia, kwa sababu sisi Waislamu tunaamini khairi na shari za zote Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unaweza binadamu wengi tunakuwa tunapanga mambo mazuri tu bila kujua kama kuna mambo mabaya yanaweza katokea, alafu jambo la Mwenyezi Mungu tukalipanga. Kwa mimi mwaka 2026 alhamdulillah nimeuona, lakini naomba mwaka huu namkabidhi maisha yangu Mwenyezi Mungu aniongoze mimi na familia yangu na marafiki zangu na majirani zangu na watu wote ambao wananizunguka katika maisha yangu. Sawa, shukrani sana bwana. Niambie tu hapo, umekuja peke yako na washikaji zako tu au umembeba mchumba? Mimi shai kumuona bwana, mashallah kidogo. Mimi hapa nimekuja mwenyewe tu, mchumba hapa sijara. Mchumba wangu hawezi kuja. Mchumba wangu sio mtu wa ngumi. Kwa nini sasa umeshindwa bwana? Mwisho wa mwaka vacations zenyewe ndio hizi. Ngumi kuna watu wana hela, maensa, wana magari makali, mke wangu mzuri. Na wanapiga vibaya. Unamshike na hela. Mimi bwana pia ngumi wanamwagia hela. Na wademu katika hela hawatoki. Bwana, shukrani sana. Leo shukrani sana. Poa. Bwana bingwa. Shukrani sana bwana. Support.